Kuna huu ugonjwa ambao unauona kwenye picha hapo. Hiyo picha hiyo hapo, nadhani unauona na we kama ni mfugaji umeshawahi kukutana nao. Mara nyingi sana huwa unawashambulia zaidi broiler, japo kuku wote huwa wanapata, hasa kwa broiler vifaranga pale wakifikisha wiki ya pili na wiki ya tatu, lakini hata chotara huwa wanapata, huwa wanaupata wakiwa vifaranga wadogo kati ya wiki 4, wiki ya 3, lakini hadi wiki ya pili kwa chotara waga unaendaga unawashambulia hawa kuku. Nadhani kama we ni mfugaji utakuwa umeuona sana. Huwa kwa mfano nikimchukua huyu kuku, ukiwabinua hivi kwenye tumbo hapa, kwenye tumbo hili, eneo la hapa nyuma hili la tumbo hili unaweza ukaliona, na hili eneo la nyuma la tumbo hili mara nyingi sana huwa linaonekana kwa chotara, kuku wa kienyeji, layers, lakini broiler pia. Hata hapa kwenye kifua hapa unakutana na hiyo hali ambayo nimekuelekeza hapo. Sasa huo ni ugonjwa hatari sana, unaua. Yani mara nyingi sana ukimwona hivyo kuku huwa anaenda anadhoofu mpaka baadaye anakufa. Na sasa leo nataka nikwambie tiba ya huo ugonjwa, namna ambavyo unaweza ukautibu, na endapo utauona kwa kuku wako. Hata ukimwona kuku mmoja anao, mara nyingi unaweza kujiona umejitokeza kwa kuku mmoja, lakini pia kuku wengine wanakuwa wanakufa. Unakuwa unashindwa kuelewa wanakufa sababu gani. Wanakuwa wanakufa sababu ya ugonjwa huo, lakini huwa inashindwa kujitokeza. Na muda mwingine huu ugonjwa huwa unatengeneza kama huaga unaendaga shingoni, unakuta shingo kama imevimba, ina maji, hasa kwa kuku wakubwa, wale ambao wanataga, kuku ambao wana zaidi ya miezi 4, utakuta kama vile yamevimba kama maji hivi, au kama dude la chakula lile pale limevimba. Mnakuwa kama mna maji fulani machafu hivi. Ni ugonjwa huo. Huu ugonjwa unaitwa water bell kwa lugha ya Kiingereza. Sijajua kwa Kiswahili unaitwaje, lakini mimi najua unaitwa water bell. Unaweza ukaenda Google kule ukaangalia, ukaziona picha zaidi za huu ugonjwa. Umeona? Sasa ninataka nikwambie tiba ya moja kwa moja ya asili. Maana mimi mwenyewe naijua tiba ya asili. Sijajua tiba ya dukani utatumia ipi. Labda kama utatumia OTC, sijajua kama itafanya kazi au itafanya kazi, kwa sababu sisi binafsi hatujawahi tumia tiba ya dukani, ila tulitumia tiba ya asili na kuku walipona. Hata watu ambao tuliwaelekeza watumie hii tiba ya asili, kuku wao walienda wakapona vizuri kabisa huu ugonjwa. Umeona? Kabla sijakutajia tiba, kwanza kabisa nikukumbushe kwamba unaweza ukajiunga na group letu la WhatsApp kwa ajili ya mafunzo. Ada yake ni shilingi 8,000. Unalipia shilingi 8,000, utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi 2. Kwa muda wa miezi 2, kwa hiyo ada ya shilingi 8,000. Yani ukilipia leo, baada ya miezi 2 utalipia tena, au kama unaona kabisa mafunzo uliyoyapata na kutosha, basi utaweza kutolewa kwenye kundi. Lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinaelezea kwa mfano tiba za asili, namna ya kutibu magonjwa mbalimbali, hadi yale ambayo unajua kabisa waga yatibiki. Mnajua magonjwa kama vile ya kideli, magonjwa kama vile ya ndui, gumboro, ni nadra sana kumpata mtu akaweza kuyatibu kwa tiba za dukani, na kideli kinamaliza sana kuku, ila mle tunatibu kwa kutumia tiba za asili. Tumewasaidia wafugaji wengi sana, yani hivi vitabu vimewasaidia wafugaji wengi sana, wameweza kutibu hayo magonjwa na yakapona vizuri kabisa. Gharama ya hivi vitabu ni shilingi 10,000 na ni soft copy. Tunakuuzia soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Umeona? Sasa turudi kwenye huu ugonjwa wetu. Ugonjwa unatibika kwa tiba moja inaitwa apple cider vinegar. Hii ni tiba inauzwa dukani, lakini apple cider vinegar huwa inatengenezwa kiasili kabisa. Kwa hiyo ndio maana mimi ninaiweka kwenye kundi la tiba za asili, kwa sababu inatengenezwa kiasili kabisa. Hii apple cider vinegar
kama unavyoiona hiyo kwenye kopo hilo hapo. Hii huwa inatengenezwa kwa kutumia yale matunda yale ya apple yale pale, na wanachokifanya wanaozesha yale matunda, yani unachukua unaya blendi, unayaweka, anakaa kwa muda fulani. Nadhani kuna video hapa tumeshawahi kuelezea jinsi ya kutengeneza apple cider vinegar. Unaweka pamoja na hamira, kwa hiyo yanaoza. Kishaoza wanapitia hatua kama hizo hapo, wanatengeneza vizuri kabisa, umeona. Ila dukani sasa apple ukisema utengeneze mwenyewe, apple mara nyingi sana unakuta linauzwa 1000, lakini yenyewe hiyo hapo gharama zake ni hiyo chupa zima unaweza ukapata kwa shilingi 1000 au 1500 maeneo mengine mengi sana. Supermarket pia wanauza, japo supermarket wanauza gharama kidogo, lakini ukipata maduka ya kawaida utapata apple cider vinegar, au kuna ile nyingine wanaitaga white cider vinegar, na yenyewe unaweza ukaitumia kutibia huu ugonjwa. Na mils 20 unaweka kwenye maji lita 10. Mils 10 ni sawa na kijiko kimoja cha chakula kile pale, ndio unaweka kwenye maji lita 10. Unawapa kuku wako kwa muda wa siku 5. Walau siku 5 wanakuwa wamepona. Lakini kwenye hayo maji, ili uweze kutibu vizuri, na kushauri changanya na kitunguu saumu. Chukua kitunguu saumu kimoja kizima kile pale, kiblend na chenyewe, changanya kwenye hayo maji. Ukiweza weka na aloe vera jani moja tu au kipande kidogo tu, weka kwenye hayo maji, weka na hiyo apple cider vinegar. Basi kuku wako watakuwa wamepona. Na kama kuku wako amevimba, maji yamelundikana sehemu kama ile love, na nenda kanunue ile sindano ile ya kuchomea ile pale, mtoe yale maji, choma pale, vuta yale maji yale. Ukiyapunguza yale maji, endelea kumpa tiba, kuku wako atapona vizuri kabisa. Lakini ukishindwa kumtibia hivyo, hawa vifaranga waga wanakufa. Na unajitokeza, yani wanaweza kaumwa kuku 50 hiyo homa, lakini ikaonekana kwa kuku labda 3, umeona. Kwa hiyo ukishaona hivyo, ujue kabisa kuku wako hawapo salama, wape wote hiyo tiba, umeona. Na kwa kuku wakubwa, kiumwa mmoja ameumwa mmoja, na mara nyingi sana wanaweza wakaishi na huu ugonjwa kwa muda mrefu, lakini afya yao ikawa inazidi kuzorota. Yani mwisho wa siku ukimpima kuku unaweza ukaona na kilo 2, lakini kilo 1, nusu kilo katika kilo 2 zake, nusu kilo ni uzito wa hayo maji. Kwa hiyo ni vema kumtibia ili aweze kupata afya bora na akue vizuri kabisa kwa kutumia hiyo apple cider vinegar. Hiyo ndio tiba ya huu ugonjwa. Asanteni na kwaherini.